Janeti. Mbunge huyo? Safari ya wapi tena huku? Huku naenda kwenye mambo yangu ya vikao. Unajua kama sisi wabunge kwenda kwenye vikao maalum ni vitu vya kawaida. Na ukiangalia muda umeenda, ndio nilikuwa naenda kuwasili. Sawa. Hata sisi tunaenda huku chini. Basi sawa, ila umependeza. Nimependa nguo yako. Nice. Asante. Leo naona umevaa nguo ya mlango. Ina mlango, ina mashimo. Nimeipenda. Ila kama vile kuna mlango wa kupita hapa. Samahani. Nikajua kuna mlango wa kupita. Kanishtukia. Ningepita. Huyu nani? Huyu hapa anaitwa Leticia. Ni mdogo wangu. Leticia. Mmefanana. Yaani ninavyowaona hivi. Mnaendana, mnafanana. Kwanza anajua mimi mbunge. Tolu mbunge. Engineer. Leticia. Basi sawa. Tunatakiwa kuondoka sasa. Kuna sehemu tunawahi. Vipi kuhusu telephone number calling in this day? Namba nitakupatia siku nyingine. Sawa. Unaona aibu. Kwanza kashanipenda, unaona aibu kunigia usi ndugu yake si dada yake. Sawa. Tuondoke mdogo wangu. Bila shaka huyu kanipenda huyu. Ila hapa nimeomba namba kajifanya kuninyima. Kumbe naona aibu. Anamkataje Tolu mbunge? Mbunge wa jimbo lake. Kichinjile Tolu. Ila sasa kwa kumkomoa simtongozi. Kwa sababu Yesu ndio kanipenda. Yeye ndio kanipenda sana. Nataka yeye ndio anitongoze mimi sasa. Mpaka anitongoze mimi. Simtongozi. Naona muda umeenda. Alafu ninapoenda mbali nikisema nitembee nitoke majasho, ngoja nitereso. Sio yangu. So. Kwa uwe nsamboi tasinipende. Chomoi. Na hivi hajaona leso yangu. Angefurahi ila ataona. Wewe Janeti, usiniambie kuwa mtu mwenyewe ndio yule. Leticia bwana. Ndio huyo ambaye nakuhadithia story zake kila siku. Yaani Janeti, kwa jinsi alivyo na muonekano wake na matendo yake, kupigwa yule ni halali. Yaani yule mtu haeleweki jamani. Hajulikani, sijui anachekesha, sijui ni katuni, sijui ni nini. Ndugu yangu, wewe umewezaje kuwa na urafiki na mtu kama huyo? Leticia bwana, huyo inatakiwa umzoee. Ukimwona leo, ukimwona kesho, ni yule kama wajana. Yaani kachangamka kama katiwa ndimu. Ila sasa kinachonifanya mimi nimkubali. Kachangamka tu, sio mkorofi. Yaani kachangamka lakini sio mkorofi. Janeti, yaani yule kaka kwa kweli mimi mpaka sasa hivi kwanza bado nacheka. Yaani hapa moyo wangu ukinifunua najisikia kucheka, sema tu ndio hivyo, nina haraka. Sasa cha kufanya, mimi naomba kwanza niwahi kwenye vikoba. Kwa sababu nikiangalia muda umeenda, tukiongozana wote twende supermarket, turudi, twende hivi, usiku utaingia. Mwisho wa siku nitaenda kupigwa faini.
naenda supermarket, naenda kwenye vikoba, nikirudi tutaongea vizuri. Yaani yule kaka kupigwa ni halali. Wewe tena ushaanza kumpondea tayari. Wewe. Hapana kwa kweli. Yule rafiki yako ni wa moto. Yaani hajapoa. Basi sawa. Lakini umzoee rafiki yangu ndo alivyo, ni mchangamfu tu. Ni mcheshi. Kwani hujafurahi kukutana naye? Mwenyewe unasema unatamani kucheka mpaka sasa hivi. Haya bwana, ngoja mimi niende. Kwa heri. Basi sawa. Shemeji huyo, habari yako? Salama shemeji, za kwako? Salama kabisa. Sijui umeshindaje hapa? Mimi niko poa kabisa. Sema hatuonani. Sijui unashinda wapi siku hizi. Shemeji, si unajua majukumu ya kutafuta riziki bwana. Kwa hiyo ninakuwa bize. Kwa hata muda ninapogeuka na kukuta umelala, sasa siwezi kuja kukuamsha shemeji yangu. Ya, ni kweli kabisa. Karibu nyumbani. Basi asante. Mimi nimetoka mtaani huko. Nilikuwa nimeenda kwa mwanangu Seba, sema nimerudi ndo nakutana na dogo hapa. Acha nipumzike bwana. Haya sawa shemeji yangu. Wewe, hebu njoo hapa nikuulize kitu. Wewe. Hiyo adabu mimi ya kuniita hivyo umeitoa wapi? Au mimi mtoto mwenzako? Si uje hapa nikusikilize. Kwa kuwa adabu haihitaji wakubwa, ngoja mfuate. Mama yako amekuwa akisema kila siku kuwa huna adabu. Leo ndo nimejionea kwa macho yangu. Yaani mimi unadiliki kuniita wewe. Haya, lopoka na kusikiliza. Unataka kusema nini? Nisikilize mama mdogo. Nataka uniambie, huyo Tolu ni nani yako? Haya, nikuulize kitu kabla sijakujibu. Uona niuliza hivyo kama nani? Mimi nimekuuliza tu kama mtu wa kawaida. Huyo Tolu ni nani yako? Nisije nikampiga mtu jiwe, nikaonekana mbaya. Umpige jiwe? Umpige jiwe kwa sababu gani? Ndio maana nimekuuliza, huyo Tolu ni nani yako? Nisikize bibi Supu. Naomba usipaze sauti. Yaani usiongee kwa nguvu. Maana umemwona babako kapita hapa sasa hivi. Haitakiwa tusikie tunabishana. Haya, unaweza ukaniambia huyo Tolu kakufanya kitu gani? Huyo Tolu amenizoea. Kila hapo niona anataka unikimbiza. Nisije nikampiga jiwe nikaonekana mbaya. Haya baby Supu. Unaweza ukaniambia mmekutana wapi na mmejuana vipi? Mpaka mmefikia hiyo hatua ya kukimbizana na kutaka kupigana majiwe? Siwezi kukwambia mpaka uniambie huyo Tolu ni nani yako. Wewe niachie mimi kuhusu huyo Tolu, nitamalizana naye. Sawa? Ongea naye. Huyo Tolu nisije nikampiga jiwe. Oho. Watipuli wewe. Watipuli wewe. Kama ngapi ndio huku? Wewe vipi mwanzo unashtuana? Wewe ni muda umeenda mwanangu na hujaniamsha? Wana sister wewe jao. Wewe kwani hujaniamsha? Mama wewe ndio ulitakiwa uniamshe mimi. Wewe ndio unatakiwa uniamshe wewe jao wewe. Wewe ndio umeniamsha. Wewe unatakiwa uniamshe. Wewe ndio ulitakiwa uniamshe mimi. Hapo sikia wewe usinichanganye. Wewe unatakiwa uniamshe mimi wewe. Wewe ndio ulitakiwa uniamshe mimi. Kwa nini? Wewe hapo unasibua sana wewe.
Wewe amini saizi saa 12 na dakika 50 mwanangu wewe na sister Jau wewe. Wewe Jau mimi nimekwambia mwanangu twende zetu maskani tukalale. Wewe unasema tuje hapa hasa. Tumekuja hapa upepo umetupiga tumelala. Uone kama tumeleza. Tukifika kule tutasemaje sasa? Tutasemaje na sister kama wewe sio mkorofi wewe? Wewe mkorofi wewe unajua unazingua kinoma yani. Wewe hapo sasa iko wapi? Mwanangu una chati kabisa ili hapa saa hamna chati alijafuliwa wiki 2. Wewe ni shati chafu ile hajafuliwa wiki 2 mwanangu. Wala sita kumbe koti langu nalo Jau. Unajua nikiangalia sana hivi. Naona nina saa mkononi. Kumbe mkoti. Sema na sita umezingua wewe. Wewe ndio Jau. Wewe tumelala hapa muda wote unapigwa na upepo hapo umesinzia tu usingizi mwamwa. Umeshindwa mimi kuniacha tukaenda kukufuata hela zetu. Hatunafanyaje sasa hivi? Sema nini na sita? Wewe mwanangu sasa hivi inaonekana umenizoea sana wewe. Alafu mimi sitaki mazoea na watoto wa kike uje nitakuzingua alafu utaniona mimi mbaya ujue. Alafu mimi kakako wewe. Sisi tunaelewana. Kwa kwanza na heshima siku nyingine ujue. Nitakufanya kitu kibaya ambacho hujawahi kufanyiwa dunia nzima itashangaa. Sio mtu mzuri. Tuingia kwenye mfumo mimi. Mimi mapema tu kumfanya chips yule na kumtafuna. Sema na wewe usipende sana kunizoea nitakuonyesha cha mtema kunde. Wewe nakwambia unisonta ni nani? Unajua mimi nani yako? Hizo kauli za kuniambia mimi kama hivyo unazitolea wapi? Dada mimi mkubwa wako, mimi dada yako. Sawa? Uheshimiane usinisonte blaza. Sawa? Sikia basi. Tuachane na hayo. Tufanye mpango wa kwenda kule, umeona? Na tukifika kule hapa baada ya kulala mimi nimeota. Wewe pale inatakiwa uende ukagonge wewe. Sio mimi nikagonge. Wewe inatakiwa ukagonge. Wewe ndo unatakiwa ukagonge. Sasa mimi nagongaje sasa huo mlango? Unagonga wewe. Wewe ndo unatakiwa ukagonge. Unagonga wewe, mimi sitaki ibilisi na mtu. Mimi mwezio sitaki mazoea. Wewe ndo utaenda kugonga. Wewe ndo ukagonge. 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 Afu mimi sitaki masuala na watoto wa kike, uje sitaki kubishana na watoto wa kike. Oa nitakula mabiba au sasa hivi afu kaniona kibuli master mbaya ujue. Nitafanya kitu Tanzania nzima na dunia nzima itajua kama kibuli master nani. Afu sipendi dharau. Kuwa makini na maswali yako wewe dada. Wewe. Acha. Hapo wewe mwanangu unasingua kinoma. Hapo unajifanya kibishi wewe. Ufupi kaa biga, yani mishi mpaka kupitiliza. Yaani watu wafupi siji mpoje. Mbilikimo. Mbilikimo mnasumbua. Yaani nyinyi mnasumbua, mna vibe. Yaani mna vibe ubaya, mimi mwenyewe mnanichanganya. Yaani kikwe mnanichanganya. Sema nini? Hapa tukenda hivi tukirudi kuna dili. Kitongo gani? Kuna bosi kajitokeza. Anataka ushuzi wa sisimizi umjazie ndo anatoa milioni 20. Yaani wewe kale katoto kukupiga hilo jicho hakakukosea. Kalikuwa sahihi kabisa. Yaani ingebidi tu kukumalizia na hilo jingine. Wewe ushuzi wa huyo sisimizi una utoa wapi? Afu sikia nikwambie. Wewe kwa nini unaharibu mipango ninokupanga? Yaani jitu mimi nikajua ujue natembea na mafia lakini wewe sio mafia bwana kweli shikaji gani si? Yaani wewe zezota. Hebu tuondoke. Acha masiala. Halina akili ili mtu wengine wanapewa wadogo zao wana akili nyingi. Mdogo wangu sasa. Twende huko. Twende. Janeti, unajua ulipokuja pale ukaniita, nilikuwa nimeanza kuwakanda wale wazee. Unajua nimewafunga watu hawa kwenye draft, mimi pale ni kitambo nimewafunga sana, ila ulivoniita nikasema ngoja niachane navyo nije nikusikilize, kwa sababu kama mimi Tolumbunge ujeuri na mimi ni vitu viwili tofauti. Nice. Kwa sababu kama mimi Tolumbunge mheshimiwa, lazima nije niwasikilize wananchi wangu wanataka nini kwa wakati gani. Nikawaacha. Na vipi ukiangalia kodi zangu za leo ni unyama. Inaitwa ni brandi. Hakika nimependeza. Haya bwana, umependeza. Lakini samahani. Najua kabisa kwa nimekutoa kwenye bao na ulikuwa na wenzako mnacheza. Samahani kwa usumbufu. Mimi kuna kitu kinanitatiza. Naomba nikuulize swali. Usiwazi, na ndo maana nipo hapa Janeti bwana. Niulize chochote unachotaka, niko tayari kukujibu. Uliza, au unaniogopa? Hapana, siogopi chochote. Mimi kilichonileta hapa. Vipi? Unafahamiana na yule mtoto wa pale nyumbani?
Kale katotolito kakorofi kajanja katundu. Nafikiri basi nafahamiana naye, najuana nako tuoga, tunakutana nini basi. Una uhakika na unachosema? Kwa sababu amenifuata na kunilalamikia kuwa umekuwa ukimuinda mara kadhaa unataka kumpiga. Je, kuna ukweli katika hilo? Amna, unajua watoto ukiwa unacheza nao kuna muda wanajisahau. Mimi kwanza mbunge, handsome boy, mtanashati, nimetulia na kodi zangu hizi. Kweli mimi wa kumpiga mtoto? Huenda tukajisahau. Kwanza mimi mbunge siwezi nikaanza kupiga watoto. Unajua ile ni taifa la kesho. Janeti bwana, huenda tukaongopa. Labda tu kwa sababu nakujaga kukuulizia hapendi, ila mimi sio wa hivyo bwana. Ni sawa. Na pia kanambia kuna siku ulikuja pale nyumbani ukawa unahitaji kuonana na mimi. Lakini kwa bahati mbaya mimi sikuwepo. Ila ulishia kumwagiza yeye aingie ndani na niite. Hatukufanikiwa kuonana. Ila alichokisema yeye ulishia kupigwa mabao. Kumbe ndio maana upendagi kuja nyumbani kwetu kwa sababu ya yale mabao, si ndio? Janeti bwana, unadhani basi nilipigwa? Hata sikupigwa wala sikukandamizwa, ila tu alinigusagusa tu mgongoni na vibao viwili vitatu kadhaa tu kwa ajili ya kunishtua. Ila unavyoona Tolumbunge ni wakupigwa, mimi ni wakukandamizwa. Amna bwana, mtoto naye duka ya kuuza, kutaka tu kufanya watu waonekane wabaya. Basi sawa, mimi yangu ni hayo tu. Asante kwa wakati wako. Naomba nikutakie mchana mwema. Kwa hiyo Janeti, unataka kuniambia ulichotaka uniambie ndio hicho tu? Ndio hicho tu, amna kingine? Amna kingine? Niambie, usiogope. Of course ni hicho tu. Vipi? Kwani una cha kuzungumza? Unadhani basi mimi muongeaji? Mwenye sina hata cha kuzungumza. Sina. Basi sawa. Mimi wacha nikutakie mchana mwema. Unaweza kaenda kuendelea kucheza bao. Kwaheri. Janeti bwana, kujifanya msiri, hataki kuniambia ukweli. Kama kanipenda Tolumbunge aseme tu. Na mimi msimamo wangu upo pale pale. Si mtongozi. Yeye mwenyewe tu akiona utanashati. Suruali imenyoosha, imependeza. Kila siku navaa kodi mpya. Leo nimevaa bana shingo ile. Na lina bana shingo. Yeye mwenyewe tu atanipenda. Hapa nirudi kwenye bao sasa, nikawachakaze wale wazee. Haya. Mama. Sisi tuko salama, sema umetutenga sana. Hauja hata kutusalimia, yani si umekuaje sasa? Wewe vipi, mbona unashika mtandio? Mama yeye msubiri na kupigia. Wewe. Mbona univutia mtandio? Wewe mbona ni mtundu sana? Sipendi ya mambo yako. Nje nikubamwe sasa hivi. Unamvimbisha nani mashavu? Unataka kupuliza moto? Nenda kule ndani ukapulize moto. Mama, lini utanipeleka kwa baba yangu? Wewe, hizo habari za babako zimeingiaje hapa? Maswali gani unaniuliza? Kwa babako unataka uende ukafanye nini? Wewe umetoka juzi kwa babako? Mimi nakuuliza kwa sababu nimemiss. Babangu kwanza anifukiaje? Lakini hapa ningegusa kitu chochote lawama. Nikishika kitu chochote lawama. Mimi nimemiss babangu, nataka kwenda kwa babangu. Kwaona sisi tunakuonea. Sisi tukikufokea kwa tunakuonea, si ndio? Kwa hiyo baba yako ndo anakufundisha maovu. Ukikosea watu wasikwambie, ukifanya fujo mtu asikwambie, ukifanya ukorofi usiambiwe, si ndio?
Sasa nisikilize. Habari za kwenda kwa baba yako usiniambie hapa sasa hivi. Babu yako alivyokuleta alikwambia utaenda mwezi wa ngapi? Mwezi wa 12. Haya, huu ni mwezi wa ngapi? Hivi mwezi wa ngapi? Kwa bado mwezi miwili. Ndio usijisaulishe. Subiria mwezi wa 12 ukifika utaenda kwa baba yako. Sasa hivi usiniambie habari za baba yako. Umenisikia? Tena usiongee kwa mtu yoyote. Sawa? Sawa. Nenda ndani.